Mwaka jana mwezi wa 5 tulikuwa hapa pamoja na purukushani zote, tulifanya mkutano mkubwa hapa kwa tathmini yangu ya no reforms no election kwenye nchi. Ninyi mlikuwa kwenye tatu bora ya mkutano mkubwa uliofanyika. Baada ya mkutano ule na serikali ya Chama cha Mapinduzi kuona morali ya Watanzania na hali ya Watanzania kwamba wako tayari na wameielewa ajenda ya Chadema, wanakwenda kweli kuzuia uchaguzi, wakaanza mbilinge za kesi za kiuni. Kuendesha kesi ya Chadema, hakaweka mazuio ya kiuni nje na utaratibu wa kisheria, tukazuiliwa kufanya siasa. Lengo lao ilikuwa ni tusiendeleze mapambano haya ya kuelimisha Watanzania juu ya no reforms no election, na kwa sababu walitambua matokeo waliamua kuweka mpira kwa pani. Lakini ninyi watu wa Karatu mmeendelea kukashimisha chama hiki, hamjateteleka. Hakuna hata mmoja kati yenu ambaye amekata tamaa, na ndio maana hata kwenye wito huu wa dharura ninyi mmefika mahali hapa. Jipigeni makofi. Hamjateteleka. Sisi kama taifa tumepitia wakati mgumu ambao tuliwahi kuona wazee wetu watatusaidia. Yaliyotokea tarehe 29 hata shetani mwenyewe anayaogopa. Kwa mara ya kwanza kwenye nchi yetu tumemshuhudia shetani kwa macho. Wanaona ndugu zetu, tumepoteza baba zetu, tumepoteza mama zetu, tumepoteza kaka zetu, tumepoteza dada zetu, tumepoteza wapendwa wetu. Nchi nzima ina vilio. Na wengine wabaki na ulemavu wa kudumu. Na cha ajabu, unyama unapitiliza, mili ya ndugu zetu wakaificha. Huyu unyama namna gani? Haijulikani hata mili ile walikwenda kuificha wapi baada ya kuua wapendwa wetu. Hata kwenye tamaduni za kawaida za Kitanzania huwa tunazika, tunawastiri ndugu zetu, siku nyingine tunakwenda kwenye kaburi tunaomboleza, lakini hakutupa hii nafasi kwa ndugu zetu wamekwenda kupoteza miili. Because huo ni unyama namna gani? Hata shetani hawezi kufanya unyama huo. Na haya mauaji, nataka niwaambie ndugu zangu wa Karatu, hayakuwa ya bahati mbaya, yalikuwa ni ya makusudi. Kwa sababu kabla ya 29 tulisikia kauli zao. Tulimsikia IGP, tulimsikia mlivyo pale Kanamauma Dar es Salaam akisema watakaoandamana cha moto utakiona. Kwa walijiandaa kuua watu ambao wanatimiza haki yao ya kikatiba ya kuandamana. Tulimsikia aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani kwa wakati ule, Innocent Bashungwa, akisema hakuna atakayeandamana, jeshi la polisi limejipanga. Majibu yake ilikuwa ni jeshi la polisi limejipanga kuua Tanzania na kupoteza ile mili. Tukamsikia aliyekuwa rais kwa wakati huo, Samia Suluhu Hassan, akisema hakutakuwa na nyinyi. Ni maneno yake. Kwa hiyo maneno yote hayo yakumbushe, hale mauaji hayakuwa ya bahati mbaya, walijipanga kuua na walikusudia kuua na wakapoteza mili ya ndugu zetu. Kuna mama mpaka leo wanatafuta watoto wao. Wamama ambao vidonda vizito mioyoni mwao, hajui aomboleze, hazike nguo, hawamsahau mtoto wake. Kuna wazazi mpaka leo watupigia simu wanaulizia juu ya watoto wao. Ni maumivu ya namna gani? Hawakuishia kwenye kuteka tu, wameona sasa waue. Mauaji ya halaiki haya ni mauaji yanayozidi yale ya kimbali ya Rwanda. Niwaombe ndugu zangu wa Karatu, jambo hili lisifunikwe na propaganda ya aina yoyote. Jambo hili lisifunikwe na uongo wa aina yoyote. Jambo hili la mauaji ya ndugu zetu lisifunikwe na mzao kinachoitwa ripoti ya mtu yeyote. Lisifunikwe na mzao wote. Na waliofanya hao mauaji ni hao walio katika sare za polisi. Dar es Salaam askari polisi wameonekana wakipiga watu risasi hadharani. Wamefanya hivyo mikoa yote. Hawa polisi ambayo uniform zake ni kodi yako, mshahara wake ni kodi yako, risasi ni kodi yako, bunduki ni kodi yako, ndio waliofanya mauaji kwa ndugu zetu. Hao ndio walioua watu. Tuwaulize wamepata nini baada ya kuua watu? Maisha yao yamebadilika? Wamepandishwa mishahara? Kuna kitu kipya wamekipata? Hakuna walichokivuna, wala hakuna kitu kipya walichokipata. Ninasikiaga sana kuhusu Wasidia mahali hapa, na nimempa ujumbe tulitoka hapa. Niseme tena na nitaongea na IGP kutoka hapa leo. Tapigia IGP simu. Wasidia amechagua kuwa tawi ya UVCCM.
Nimuombe Jumbe akabidhi sare, akaja kwenye siasa, akawa CCM tupigane kwenye siasa. Asubuhi ya leo alikuwa anazunguka vituoni, wanatishia watu wasije kwenye mkutano. Namwambia Karatu sio ya baba yake, Karatu sio ya mama yake, wala Karatu sio ya mke wake. Mpeni hizo taarifa ajue, niwekeni wazi. Peoples. Baada ya kuwa na purukushani, wakamkamata mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mtu mwadilifu kwenye nchi hii. Wakambambikizia mwenyekiti wetu kesi ya uhaini. Waliona jaribio la mauaji tarehe 7 mwezi wa 9 2017 halitoshi. Sasa wanataka mwenyekiti wetu afie jela. Wakambambikizia kesi ambayo wameshindwa kuipika. Katika mifumo yao tumeona kesi inavyokwenda, wanababaika, wanahangaika, wakaweka mpira kwa pani tena, wakakimbia mahakama ya rufani. Walivyokimbia mahakama ya rufani ilikuwa tarehe 24 mwezi wa 2. Ni miezi miwili sasa imepita, hakuna chochote, hakuna mwendelezo wa kesi. Wanakwenda kumvizia mwenyekiti wetu kwamba wanataka maridhiano. Nataka niseme neno moja, wakati sijaja hapa mwenyekiti wa vijana nipigia kunikumbusha jambo hili. Ajenda ya vijana wa taifa hili, vijana mpo? Vijana mpo? Vijana punga mikono. Vijana punga mikono. Ajenda ya vijana wa taifa hili kwa sasa, na ajenda yetu kubwa ya vita ni kudai uhuru wa mwenyekiti wetu. Tutapaza sauti kila mahali kudai uhuru wa mwenyekiti wetu. Wasipozielewa kelele zetu, tutawalazimisha kuzielewa hasira zetu. Njia pekee kumaliza msiba ni kuzika. Njia pekee kumaliza msiba ni kuzika. Hawa watu hawana namna tena ya kusaidia nchi hii, wamekwisha kushindwa. Hebu tuondoeni kwa lazima, iwe mvua iwe jua, lazima ondoke. Kama unasema lazima ondoke, punga mkono. Kama unasema lazima ondoke, Karatu, punga mkono. Kama unasema sisi ondoke, wameondoka. Sema tena ondoka. Sema tena ondoka. Lazima waondoke. Lazima waondoke. Kwa kumalizia, sababu na kuangalia mvua, nisimnyime mwenyekiti nafasi ya kuhutubia. Kwa kumalizia, mnakipenda chama chenu na mmekuwa mkikiendesha muda wote. Chama hiki ni cha wananchi, ni cha kwenu wana Karatu, jimbo takatifu, na mmekuwa mkikiendesha chama hiki wakati wote. Na ndio maana wanapata pressure. Mwaka jana walipotufungia ruzuku, walihisi tutashinda kuendelea na no reforms no election. Walipofunga ruzuku, wananchi mkasema tunachanga. Peoples. Na ninyi mkafanyaje? Mkachanga. Mlipochanga, chama kikaendelea kujiendesha, operations zikapigwa nchi nzima, barabarani, mabondeni, tukafika kila eneo. Wakapata pressure sasa, walipoona tumesema changieni chama chenu upya, wanapata pressure na wanaanzisha propaganda. Nimemsikia ni bwana mdogo yule kiongozi yule. Yule kiongozi nimemsikia. Eti msikichangia chama hiki ile sijui kuna mtu anamsikiza kiongozi kwenye hilo. Mwambieni chama hiki ni cha kwenu na mtaendelea kukichangia na mtakiwezesha kiweza kufanya shughuli zake, kwa sababu ndio ukombozi pekee wa taifa letu.